Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuondoa changamoto zinazowakabili wakulima wa zao la mwani kisiwani Pemba kwa kuwajengea kiwanda cha kuchakata zao hilo. Akikagua maendeleo ya ujenzi wa kiwanda hicho cha Manangwe, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema kujengwa kwa kiwanda cha kuchakata zao hilo la mwani kitasaidia wakulima kupata soko la uhakika. Kiwanda hichi kina matarajio makubwa ya wananchi wa Zanzibar. Sekta hii ya uchumi wa buluu kwa kweli ina nafasi kubwa ya kuwasaidia vijana wetu, wazee wetu, wananchi wetu, hasa wakulima wa mwani ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa wakipata changamoto mbalimbali, wamekuwa wakipata bei ndogo, wamekuwa wakipata kazi kubwa, malipo yao yamekuwa madogo sana. Kazi ya kulima mwani, ukulima wa mwani ni mgumu. Na tunaelewa kwamba kazi hii kwa asilimia kubwa sana inafanywa na mama zetu. Wanafanya kazi kubwa lakini vipato vyao vinakuwa vidogo. Na hii, ndugu zangu wananchi na wakulima wa mwani, ndio maana Mheshimiwa Rais akaamua kwa maksudi mazima kujenga kiwanda hichi cha mwani hapa cha Manangwe, tukiamini kwamba wakulima wa mkoa wa Kaskazini, lakini na wakulima wa mkoa wa Kusini, kwa maana ya wakulima wote wa Pemba, watapata nafasi ya kuja kuleta bidhaa zao hapa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mwani Zanzibar Zafiko, ndugu Nasor Rashid Mohamed, amesema kiwanda hicho kipo katika hatua ya ufungaji wa mitambo ya kuzalisha chakula na mifugo pamoja na uchakataji na kusarifu mwani mbichi ambao utaongeza thamani ya zao hilo kwa wakulima. Itakuwa na shughuli za kukiandaa kiwanda kwa ajili ya kupokea mitambo ambayo imeshanunuliwa yote, kontena zaidi ya 18, na shehena ya mwanzo ya mitambo hiyo mheshimiwa imeshafika bandari ya Dar es Salaam, sasa inasubiria kusafirishwa kuja hapa. Kwa mujibu wa mkataba, sisi kama serikali tunaipokea katika bandari ya Mkoani, na shehena ya pili inategemewa kuja mwisho wa mwezi huu. Baada ya hapo itakuwa ni hatua ya ufungaji wa mitambo hiyo ambayo inatarajiwa kwamba ichukue si zaidi ya mwezi mmoja. Wakati huo Mheshimiwa Hemed alikagua maendeleo ya ujenzi wa barabara ya Bagamoyo Matuni hadi na kuagiza wakandarasi wanaojenga barabara hiyo kukamilisha ujenzi wa mitaro ya upitishaji maji ya mvua na kuweka alama za barabarani. Daktari Hussein Mwinyi, Mwenyezi Mungu amemwezesha, ni mtu wa imani sana. Kila pahala ambapo pana changamoto wanasema nendeni mkajenge. Sasa sisi tunapofanya miradi kama hii na miradi mingine mikubwa, watu wengine wanakaa kwenye vyombo vya habari wanahoji, mmetumia shilingi ngapi? Zitarudi vipi? Thamani yetu sisi si pesa, thamani yetu sisi wananchi. Watu wangapi walishapata changamoto ya kujifungua hawafiki kwenye hospitali kubwa kwa sababu hakuna barabara? Hatuwezi kukaa tunafikiria vitu hivyo. Lazima tuangalie mbali zaidi. Serikali yote duniani kazi yake ya kwanza, na ndio kazi ya msingi, zilizobaki zote zinakuja tu kama vitu vidogo vidogo, ni kuwahudumia wananchi wake. Hii ndio kazi anayoifanya Daktari Hussein Mwinyi. Sasa ndugu zangu wa Mtamwe, naomba sana tuendelee kuthamini juhudi hii, tuendelee kuilinda barabara hii na tuendelee kuitunza barabara hii pamoja na miradi mingine yote ya serikali. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Amrat Kombo.